Po maeneo ya kujidai ya Mikoi Kisugu, nimekuja kupata maoni yake baada ya kupiga chochocho nyingi, na leo kavaa miwani. Sasa sijajua hii miwani inamaanisha nini, kwamba naye amekubaliana na wenzake wanavyotaka au yupo tofauti na wengine. Mikoi, mambo vipi? Safi, mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama, mwingi wa rehema. Jambo la kumfurahia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo ametenda kutuamisha salama na afya njema. Kwa niseme tuko wastani, niko vizuri, niko salama, niko sawa sawa. Uko sawa sawa? Yes. Mikoi, niko sawa sawa. Jana bodi ya ligi wametangaza waamuzi tofauti na wale ambao tumewategemea. Tulitegemea watakuwa Tanzania wenzetu, lakini wametokea Misri. Kwako wewe umeona vipi kabla ya kuelekea mengi? Ya kwanza ni jambo jema na mamlaka nalo, kwa sababu wao ni moja ya mamlaka wameamua kufanya huo uteuzi wa waamuzi wa kuja kuchezesha kutoka nje ya nchi. Kwa maana ya kwanza ni historia kubwa kuona namna ambavyo bodi ya ligi wamekwenda kwenda kuchukua waamuzi kutoka nje ya nchi kuja kuchezesha. Nafikiri kikubwa ambacho wanakusudia kuona namna ambavyo malalamiko wanaweza kuiondoa kwa baadhi ya waamuzi, kwa sababu kuna malalamiko mengi huwa yanatokea mara kwa mara kwa baadhi ya waamuzi kulalamikiwa kwa namna ambao maamuzi wanaoyafanya. Kwa hiyo mimi naamini bodi ya ligi wamekaa wamefikiria, wameona namna ambavyo wanaweza kuepusha hizo lawama zisiwepo, na ndio maana wameamua kwenda kuchukua uamuzi kutoka nje ya nchi. Kutoka nje ya nchi. Watu wengi wanasema kwamba hii kanuni ambayo imetafsiriwa si halali. Mmoja kati ya mchambuzi mmoja maarufu sana sasa hivi anajulikana sana, Ansi Rafael, anakuambia hii kanuni si halali. Kwako wewe unaona ni si halali kweli au ni tofauti na yeye kauli yake alivyozungumza? Ukiona kauli hii au jambo hili si halali, mimi nafikiri kwamba taratibu za sheria ziko wazi. Ansi Rafael anatakiwa afuate sheria. Ansi Rafael anatakiwa afuate sheria. Na Hansi wa siku zote mimi nawaambia Hansi sio mchambuzi. Unasema? Hansi ni mwanachama wa Dar es Salaam Africans. Na Wasafi wakae wakiangalia kwamba wasiwalete watu wenye interest pale. Clown wanatakiwa wazungumze wazi kwamba wamemwajiri mwanachama wa Dar es Salaam Africans, watoe nao wa balance, wamwajiri pia mwanachama wa Simba Sports, ili Hansi akiwa anaizungumzia Yanga yake na msemaji wa Simba awe anapatikana ndani ya Clown. Hansi mimi naamini ana agenda asili kwenye nchi hii. Unasema? Na niombe sana mamlaka imwangalie, kwa sababu jitihada ambazo mamlaka wanafanya kuhakikisha wanatengeneza usawa kwenye mpira kwenye nchi. Hansi kwa maslahi yake binafsi hataki kuona namna ambavyo serikali, hataki kuona namna ambavyo shirikisho wanasimama kwenye football na haki inaweza kufanyaje kupatikana. Huyo hakuanza leo. Hansi kwa mara ya kwanza amesimama ndani ya Clown, anawaambia Watanzania mpira umekombolewa, kwa sababu tu amejiuzuru Mzee Mguto, kwa sababu ana interest na Mzee Mguto. Mimi namwambia Hansi ifike mahala angalie umri wake na angalie kari yake kwenye mpira wa nchi. Yawezekana kweli kupenda timu sio dhambi. Je, mapenzi yako unakwenda kuonyesha namna gani? Hansi hajiharibi yeye, Hansi anakwenda kutengeneza principle ya watu kwenda kuichukia Clown. Kwa sababu kilichotokea kati hapa kwenye dabi, mimi nafikiri kila mmoja anajua. Na ndio mpaka leo dabi haijafanyaje? Haijachezeka. Waliopewa mamlaka na madaraka wameamua wao kwenda kuchukua uamuzi nje, labda kuona namna ambavyo kelele zinakwenda kupungua hizi, malalamiko yanakwenda kupungua. Hansi anatoka mbele anasema anahitaji kanuni. Sasa akiona kanuni imevunjwa, Hansi afuate taratibu. Uhuru huo bado anao. Lakini asitengeneze taswira kwa baadhi ya mashabiki kutaka kwenda kuchonganyisha kati ya watu ambao walofanya maamuzi ya kumleta waamuzi na nani, na watu wa mpira. Mimi naamini dhamira ya Hansi na nia ya Hansi sio nzuri kwenye mpira wa nchi. Kwa hiyo wahusika wamwangalie sana. Na baadhi ya watu wengi wanasema hawa marefa ambao wamekuja watanufaika sana na Yanga African kuliko Simba. Kwa hiyo una mtazamo hilo? Mimi sitaki kuzungumzia hilo, wala sitaki kuzungumzia kwamba waamuzi kwa maana kwenda kuchezesha mechi gani, lakini kubwa mimi nasema na wapa hongera dhamira na nia yao. Labda kuna kitu bodi ya ligi wamekiona juu ya waamuzi wao, na ndio maana wameamua kwenda kuwachukua waamuzi wengine. Hizi kelele na taswira ziweze kufanyaje kupungua. Na hili sio jambo la ajabu. Ziko baadhi ya nchi wanafanya hivi. Japokuwa sisi tunaleta dhana kwamba waamuzi wameletwa kwa ajili ya mechi ya dabi kwa maana ya Simba na nani? Na Yanga. Sio? Hiyo ni zana na fikra za
za watu, lakini kuna baadhi ya nchi wenzetu ndio wameweka kwa taratibu kwamba kila inapokwenda mechi za wakubwa kwa maana ya dabi, wao wanakwenda kufanya maamuzi kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo sisi kama itatokea kwetu, mimi naamini itatokea, ni mara ya kwanza. Kwa hiyo kwangu ni jambo jema, niwapongeze tu. Kwa matokeo yote yakitokea utalizika. Yepi tena? Ya uwanjani. Wao wakichezesha hamna shida. Zisha waamuzi wa nje. Nasema hivi, wao sio wameletwa kwa ajili ya kuchezesha mpira. Wakenda kutenda haki hamna shida, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapingana na haki. Kila mmoja anaona, anatamani kuiona haki inafanyaje, inakwenda inasimama. Yes. Kisugu, mashabiki wengi wa Simba wanasema kwamba mchezo umepoteza ladha na mvuto, na inasemekana asilimia kubwa watu hawatoingia uwanjani kuja kuisapoti timu yao, kuishuhudia mechi kutamatika. Wanasema sisi mechi yetu tulishamaliza. Kwako wewe, unaungana na mashabiki wenzako au utakuwa tofauti? Kwanza niseme mara nyingi napenda sana kuheshimu mawazo ya watu. Ni ngumu sana kuingilia mawazo ya watu ambao walifikiria. Unapomsikia mtu anakuwa nje uwanja wa Taifa kwenda kuangalia mechi, kwanza lazima ukubali kwamba anatoa kiingilio chake. Sasa leo hii ukiniambia unawazungumziaje hawa watu ambao wao wenyewe ndio wanakwenda kutafuta fedha zao, wao wenyewe ndio wanapanga utaratibu wa matumizi, alafu mimi niende kuwasurutisha katika jambo? Haitawezekana. Kikubwa na heshima mawazo yao, na wapongeza kwa maamuzi yao, lakini najua wao ni Simba na wataendelea kuwa Simba Sports. Simba wataendelea kuwa Simba. Watakuwepo uwanjani. Kwanza niamke asubuhi, inshallah Mwenyezi Mungu akiniamsha salama na kiwa na afya njema, ndo nitajua. Ndio utajua. Kwa sababu naweza nikasema nitakuwepo, kumbe mwenyewe adha wajala akaamua kutenda yake. Kwa hiyo ngoja niamke asubuhi. Tiketi si unayo? Inshallah, niseme ukweli, tiketi sina. Acha mambo yako. Kweli tiketi sina. Ile ulionyesha siku ile ilikuwa vipi? Kumbe ile nilipotea, ile ilikuwa mechi ya Simba na nani? Na Barakani ile. Okay. Sio ya ile Simba Barakani. Sio Simba. Yes. Kwa unawaambiaje wadau wa kuchangia au vipi? Swala siku nichangia, uwezo mimi mwenyewe ninao. Kikubwa endelee kuniombea tu Mwenyezi Mungu aniamshe salama na afya njema. Kwa nataka kunisema kwamba kwenye mechi watu watokea. Nasema kwanza ni kuamka salama. Kwani mechi lini unayozungumzia? Kesho. Basi inshallah tumwombe Mwenyezi Mungu kwanza niamke salama, alafu tutajua hiyo kesho. Kwa hiyo watu wanakuja kukuangalia na wewe pia kukuona uwanjani ukichagiza na kwanza waniombee dua. Mungu aniamshe salama. Kesho mbali shehe. Naweza nikasema kesho mimi niwepo, lakini adha wajala akaamua kutenda yake. Kabla hujaniuliza nitakuwepo, kwanza niombee dua Mwenyezi Mungu aniamshe salama kesho. Kuna siku moja nilikuuliza Kisugu, kaniambia ikikaribia msimu kama huu, mechi ya dabi, nikuulize hili swali. Simba akifanikiwa kuchukua ubingwa, inamaanisha utatoka na lile kombe ambalo watu walikuwa una trendi nalo sana mitandaoni kule visiwani Zanzibar? Swali lako zuri, lakini naomba njoo niulize Alhamisi. Mbona tena umenikwepa? Nimesema swali lako zuri. Mimi nimekupongeza katika hili, lakini nitafute Alhamisi, majibu utayapata swali lako. Kwa kombe utaki kulitolea kodi bana. Nasema majibu utayapata Alhamisi, njoo hapa hapa Alhamisi mapema tu asubuhi utapata jibu lako. Kwa mzee Ima. Yes. Ima anakusikia. Ananisikia. Kwa hiyo niombee dua Mwenyezi Mungu anaendelee kunipa afya njema. Tukutane Alhamisi hapa. Tukutane Alhamisi. Yes. Unaitakia Simba ushindi? Mimi siku zote Simba naitakia mema. Yaani mimi siku zote nikilala nikiamka, ukiniuliza swala la football, lazima niitakie mema Simba Sports. Shukrani sana. Asante, niwashukuru sana. Nikushukuru sana Soni. Lakini kabla ya kuondoka nimwambie ndugu yangu Emmanuel. Akaya kijua. Msemo wa wahenga waliaigi kusema, yatima hadeki. Unasema? Yatima hadeki. Yatima hadeki. Unamaanisha nini hivi? Anamwambia Ima. Unamwambia Ima. Akaya kijua Ima, yatima hadeki. Ima kaondoka. Asante, niwashukuru sana. Shukrani sana.